Mwanaume aliyejulikana kwa jina la Joseph Yustino mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa mtaa wa Mtwivila, manispaa ya Iringa, anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Iringa akidaiwa kumuua na kumkatakata vipande vidogo vidogo mtoto wake aliyejulikana kwa jina la Timotheo Joseph mwenye umri wa miaka 6, ambapo taarifa zinaeleza kuwa mwanamume huyo baada ya kutekeleza unyama huo alichukua vipande hivyo na kuvitumbukiza katika tundu la choo kwa kuvisukumiza na maji ili kupoteza ushahidi. Jeshi la polisi likishirikiana na jeshi la uokoaji walifika mpaka nyumbani kwa mtuhumiwa huyo, ambapo walibomoa eneo la choo na walifanikiwa kutoa vipande vya mtoto huyo kwa ajili ya kukamilisha ushahidi. Mimi naitwa mkaguzi msaidizi Melkisedek Heri Banzi. Tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida. Tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtwivila. Inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanae, amemdumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kuru yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatudhibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana, vidore na baadhi ya mifupa. Lakini vidole ukiviangalia unagundua ni vya binadamu. Sasa wenye mamlaka zaidi watadhibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi hasa. Wananchi walikuwa na haya ya kusema. Ninaitwa Kennedy Mahona, mwenyekiti wa mtaa Urukosi. Niapata kama wiki 3 zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametoka zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi, kwa sababu inawezekana labda ameokotwa na watu huko akapelekwa huko, ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa 10 nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose. Akasema kwamba yeye mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia. Na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa askari wananihitaji hapa. Nimeweza kufika, wakanipa maelekezo kwamba Bwana Jose ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo vidogo sana na akaweka kwenye choo, akaflash kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto, na wameingia wamepata hivyo vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa mimi ninachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Huu ni kweli unasema kama ni ukanda wa Mtwivila, lakini hapa tulipo tuko kata ya Mkwawa, manispaa ya Iringa. Mtaa huu ni mpakani, ni kata ya Mtwivila na Mkwawa. Kwa maana ya mtaa wangu ni tukio la kwanza la kubwa la aina hii. Ni mtaa gani? Mtaa Urukosi. Mtaa Urukosi, kata ya Mkwawa. Sababu kubwa ya baba kufanya tukio hilo ni imani za kishirikina. Kwa maelezo yake ya kwanza anasema ndani ya familia kuna mambo ya kishirikina, na hivyo akawa anaomba kwamba aweze kuruhusiwa
ili akashirikiana na familia aweze kumpata mtoto aliko. Kumbe alikuwa anatudanganya. Amefanya hilo tukio na leo umejionyesha wazi kwamba amelifanya. Jina langu naitwa Scholastica Alois Rumato, mkazi wa Mtuvila B. Jose ni mwanangu, nimeishi naye toka na miaka miwili. Mpaka amesoma mpaka maliza mpaka form 4 ndio kaja kuanza maisha yake. Baada ya hapo akawa mtaani. Basi akawa nakuja kutembelea hivyo hivyo. Lakini hii wiki la mwezi wa 4 akawa muda hajaja kututembelea. Ndo kaja kusikia kwamba kwanza mimi niliambiwa tu na mtu tu yeye binafsi akutuambia kwamba huyo mdada anatafuta mwanae. Sasa mwanae alisema yeye yuko kwa babu zake. Tukasema sisi mtoto hapa hatujamuona, hakuja. Kwa hiyo ndio hivyo babake ndio akamtafuta Jose. Wewe vipi, tunasikia tu, mbona wewe hujatutaarifu? Nitaka niwaambie. Mtoto aonekani tukajana. Mbona hujatutaarifu? Nimesema tu hangaika kutafuta. Ndio hivi nitaka niwaambie. Mbona umekaa naye muda gani? Sema wiki 2. Mbona hujawahi kututaarifu? Anasema mimi niko naye pale. Basi ndio tukaanza tu, ndio na sisi tunaanza kushangaa tu kwa ujumla. Wewe umekaa naye wiki 2 hata hapa usikatize naye hapa kwa bibi zake. Babaka kamuuliza ulikuwa unamwacha na nani mtoto? Wewe ni bodaboda. Akasema mimi mtoto nilikuwa namwacha nyumbani anaangalia movie, siku nyingine naenda naye Kijiwe. Kwa hiyo kuhusu kula amesema nilikuwa napika, siku nyingine narudi na chakula. Sasa huyo mtoto wa maajabu sana. Ndio baba yake akaanza kushangaa hayo mama. Wewe mjukuu wenu ambaye amekatwa mlikuwa mnamfahamu? Ndio, tulikuwa tunamfahamu. Alikuwa anaitwa nani na alikuwa na umri gani? Alikuwa anaitwa Timothy. Alikuwa na miaka kama 5 na kama na nusu. Kama wazazi sasa, tukio hili mmelipokea kwa namna gani hasa? Maana hapa yamefukuliwa, yameonekana baadhi ya mabaki ya mjukuu wenu. Kwa kweli yani mimi hapa nilipo kwanza mimi ndiye mwenyeji wa hii nyumba, na huyo dogo ambaye anaitwa Jose alikuwa mpangaji. Amekaa hapa kwangu miaka 3. Kama alikuwa anajishughulisha na bodaboda. Yeye ni dereva bodaboda. Ila mimi muda mwingi huwa natoka naenda kwenye mihangaiko ya kiufundi. Kwa hiyo muda mwingi sishindi hapa. Kwa hiyo hata ilivyotokea hivyo akaniambia alichukua mtoto kwa mzazi mwenzie ili aje akae naye hapa. Nilimuuliza baada ya kutokea hilo tukio kwa ajili ya kuelewa zaidi. Akaniambia kwamba alikuwa anakaa naye hapa zaidi ya wiki 2. Kwa sababu natoka asubuhi naenda kwenye mihangaiko, jioni narudi. Kwa maana hiyo mtoto sijawahi muona. Hapa ndani nina watoto ambao wapo zaidi ya muda nao kuwepo mimi. Hawajawahi muona. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza nilimuuliza kama kirafiki. Bwana, nimesikia kwa mzazi mwenzio kwamba mtoto amepotea na ulikuwa unakaa naye hapa. Alichonijibu, aliniambia kwamba yeye muda mwingine alikuwa anashinda naye Kijiweni. Nilichofanya nikampigia bodaboda mwenzake Kijiweni. Akaniambia huyo mtoto hatujamuona hapa Kijiweni. Kwa hiyo nikaona tayari ameshanidanganya. Kwa hiyo hakuwa muwazi. Kwa hiyo huyo mtoto hajaonekana mazingira haya. Hata kama alimchukua labda ni usiku, sababu muda mwingine anatoka usiku anarudi usiku. Sababu bodaboda hawana muda wa kusema kazi yake mwisho saa ngapi. Kwa hiyo wewe hujawahi kumuona kabisa mtoto? Kwa sababu hapa nyuma alikuwa na mke. Kwa hiyo huyu mzazi mwenzake aliyekuwa anasema yeye, huyo mtoto sijawahi muona. Ila mke yule mwingine na mtoto mmoja ambaye namfahamu. Kale katoto tunakafahamu, amekaa nako hapo, walipozinguana sijui alimfukuza akaondoka. Ila huyu ambaye tukio limetokea sijawahi muona. Mpaka joka anaitwa Joseph nani? Joseph Muulila. Jambo limetugusa zaidi kuliko
kawaida, kwa sababu hapa ndani mimi mwenyewe na mtoto mwanafunzi ambaye yupo darasa la 4. Kwa hiyo cha kwanza niliona kabisa jambo lilivyotokea kama hili, usalama hata kwa mtoto wangu tayari unakuwa ni mdogo. Ila tuliendelea mpaka alivyokushikiliwa na polisi, tukaenda kama kirafiki, akiwepo babake na bodaboda wenzie kama 2 hivi, kumhoji kirafiki. Bwana, hebu tusaidie kwa sababu tunatafuta mwenzetu upo ndani, ushirikiano tunatakiwa utoe wewe. Bado akaendelea kutukataa kwamba mtoto alikuwa anakaa ndani. Nikamuuliza, milango yako naona vitasa vyote ulingoa. Umo ndani mtoto wa miaka 5 alikuwa anakaa peke yake, unamfungia au unafanyaje? Akasema wewe kwa sababu ulikuwa sio mkaaji, unaingia na kutoka. Nikaona kama ananishinda mbio, tukaachana naye. Ila kiuhalisia alikuwa anatoa maelezo ya kutudanganya. Huyu dogo kwa mfumo wa maisha ya kawaida, japokuwa sijui tutumie Kiswahili gani, alikuwa na mabinti wengi. Unaweza kukuta ameleta huyu, tena ikifika muda fulani analeta mwingine. Kwa hiyo huwezi kutambua kwamba huyu ndo sahihi au huyu sio sahihi, ni jambo linakuwa ni gumu kidogo. Mfumo wake wa maisha ambao mimi nimeyaona, alikuwa anabadilisha wanawake. Hakuwa na mke mmoja ambaye anafahamika. Naitwa Feblani Akanti Mlwilo. Nimekuja hapa baada ya kupata taarifa na ndugu yangu Maximilian Loago, ni mtoto wa mamangu mkubwa. Kwa hiyo nilipopata taarifa nikasema ngoja nije nisikilize kuna tukio gani. Baada ya kufika hapa nikaona amesema kuna mtoto alifanywa ukatili, akachinjwa vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari, polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano mpaka hili jambo likapatikana jibu. Manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, manake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na mwananchi wenyewe. Kwa majina naitwa Diana Mgao, ni jirani yake na Jose. Tukio nimepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa kuwa sikutegemea kama lingetokea hivi. Wengine mlishawahi kumwona mtoto huyo ambaye amekatokatwa akitoka na kuingia ndani? Hapana, mimi mtoto sijawahi kumuona. Kwa sababu mimi ni jirani yao na Jose ni kwa nyumbani, sio kwa hapa. Nyumbani kwa wazazi wake. Kamanda wa polisi mkoa wa Iringa alifika eneo la tukio ili kuona hali halisi ilivyo kabla hajatoa taarifa kamili. Wananchi, mtaa gani huu? Poleni sana. Sisi tumekuja, mimi ni kamanda wa polisi mkoa wa Iringa, naitwa Alan Bukumbi, kamishna mwandamizi msaidizi wa jeshi la polisi. Tulikuja kuangalia eneo la tukio. Kimsingi nadhani wengi mna taarifa kwamba huyu mwenzetu mwenye huu mji ambaye ni mpangaji kwenye huu mji alifanya tukio la kikatili. Lakini awali aliripoti kwamba mtoto wake amepotea kituo cha polisi, lakini baadaye sisi tukaendelea kumshikilia kwa sababu tulijenga mashaka kwamba huyu si rahisi mtoto apotee katika mazingira kama hayo. Ndio kitusaidia. Kwa hiyo tumebaini nadhani baadhi ya mabaki ya mwili wa mtoto, lakini tumuomba wenzetu wa halmashauri tuletee gari la kunyonya maji taka ili kusudi kama kuna viungo vingine vilivyobaki kule chini basi tuweze kuvipata kwa ajili ya kustiri. Lakini vinginevyo hali ni shwari. Huyu ni mtu kaamua mwenyewe. Sasa mengine ya ndani ambayo hajatuambia tunaendelea kumhoji. Lakini kimsingi tu muwe na amani. Sisi serikali na jeshi la polisi tupo kwa ajili ya kuhudumia jamii kama hivi tunavyokuja kwa matukio mbalimbali. Lakini toeni basi taarifa za uhalifu kama kadri mnavyoziona. Inawezekana huyu mwenzetu alikuwa na tabia zingine ambazo au mienendo ambayo ilikuwa sio mizuri. Lakini inawezekana wengine tumtolee taarifa. Maana huyu mtoto anaishi naye peke yake hapa ndani, wakati mwingine anakwenda kuishi kwa mama yake. Sasa hatujui wengine kama mna taarifa zingine ambazo mnaweza mkatupa zikatusaidia kwenye kupata muono mbele zaidi. Kwa sababu si rahisi baba na mtoto katakata mtoto, kisingizio ni kwamba mtoto amepiga shoti ya umeme. Sisi tungemkuta mtoto akiwa na shoti ya umeme basi amekufa. Tukachukua hatua, lakini sasa unamkatakataje kwa shoti ya umeme? Kwa hiyo iko hivyo, lakini nadhani tuwatakie tu maandalizi mazuri, lakini nadhani familia ndugu wapo
tutaendelea, tutashirikiana nao katika kufika hatua ya mwisho, lakini pia na nzengo ipo kwa maana nyie kama jamii tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafika mwisho hili swala kwa pamoja. Poleni sana, poleni sana. Hapa kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi anatoa taarifa kamili kuhusu tukio hilo. Tuna taarifa ya tukio la mauaji ya mtoto ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Timotheo Joseph Muhulila ambapo tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya saa 6:05 usiku mtu aitwaye Joseph Justino Muhulila miaka 28, huyu ni dereva wa bodaboda na mkazi wa Mtwivila, aliripoti katika kituo kikuu cha polisi Iringa kwamba mtoto wake aitwaye Timotheo Joseph Muhulila ambaye ana umri wa miaka 6 na ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya awali ya Lightness Daycare mkazi wa Mtwivila kama amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kupokea taarifa hiyo kituo cha polisi, taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alivyotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na mazingira yenyewe yalikuwa haviendani. Lakini tuliendelea kumshikilia huku tukiendelea kufuatilia kuhusu upatikanaji wa huyo mtoto kwa sababu mzazi atakiwa tupe ushirikiano, lakini alionekana kama vile ana taarifa fulani kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini ilipofika tarehe 6 mwezi wa 5 majira saa 1:30 asubuhi, timu ya Makachero walikuwa wameshapata taarifa fiche kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini baada ya kumhoji upi sasa mtuhumiwa huyo, kutokana na hizo taarifa alieleza kwamba mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia. Baba huyu na mtoto walikuwa hawaishi pamoja, mke wake walitengana ambaye ni mzazi mwenzie. Kwa mama anaishi na mtoto na baba alikuwa anaishi mwenyewe. Kwa hiyo alimchukua mtoto tarehe 28. Lakini amedai kwamba ilipofika tarehe 11 mwezi wa 4 mtuhumiwa alimwacha mtoto nyumbani kwake na kwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja. Lakini amedai kwamba mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vidogo vidogo na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua tumegundua kama kweli mtoto huyo alikatwa vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, babaka alimkatakata vipande, lakini bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata mtoto vipande. Na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo, lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata mtoto ambao bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuhuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili, ambalo litakuwa ni tukio la mauaji ya huyo mtoto. Kimsingi tumefuatia taarifa za baba na mama kuhusiana na mtoto, hapakuwa na ugomvi na walikuwa na tabia ya kubadilishana huyo mtoto. Kuna kipindi kama siku za haendi shule anakuja kwa baba, anakaa naye siku moja ya pili anarudi kwa mama. Kwa hiyo hapakuwa na taarifa yote ya ugomvi kati yao. Maana hata sisi tulidhani kwamba labda kuna tukio la labda kutaka wanasema kulipiza kisasi kupitia kwa mtoto, lakini wamesema hakuwa na ugomvi wote.